Basi mtazamaji, kama tulivyokuahidi tukichukua mapumziko baada ya habari, ni kwamba tungerejea na masuala kuhusiana na swala hili na masuala haya ya ukumbi wa siasa. Ndio hivyo kitambulisho hicho, ishara tosha kwamba tumeng'oa nanga. Jina langu Elizabeth Matuko. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Roda Nyamai. Unawasiliana nasi kwa 22047. Mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Siku zote kauli yako inakubalika. Na ubabe wa siasa umeendelea kushuhudiwa humu nchini na unaendelea kushuhudiwa huku kukiwa na cheche wananchi ama kuhusiana na miradi ambayo ni ya kuwezesha wananchi inayoendeshwa na serikali. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua sawa na upinzani wakitaja kuwa japo miradi hii inaendelea, wamekosoa kwa kile wanasema kuwa pia inaendeleza ubaguzi, na upande wa serikali ukitaja kuendeleza siasa za kikabila kupitia upinzani. Ziara ya hivi karibuni ambayo imeendeshwa na vinara wa upinzani katika maeneo ya Eastern pamoja na Mombasa pia ikitajwa kama mojawapo ya kikabila, kuhusiana na kauli zake aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua maarufu binamu kwa lugha ya Kiswahili, kwa lugha ya Kizungu ni cousins. Kadhalika pia cheche zimeendelea kushuhudiwa kuhusiana na maafisa wa polisi kutumia nguvu kupita kiasi, yaliyoshuhudiwa hivi karibuni yakiwa ni mauaji ya mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang, huku viongozi wakisema kuwa hatua kali zaidi zinastahili kuchukuliwa kwa maafisa wa polisi waliohusika na mauaji ya Ojwang, na hata pia kujiuzulu kwa Inspector Generali wa polisi sawa na naibu wake. Hayo ni baadhi ya yale ambayo tutakuwa tukiangazia siku hii ya leo katika mustakabali wa taifa na karata ya siasa humu nchini. Studioni litakuwa naye Mheshimiwa Didmas Barasa ambaye anaingia katika kipindi cha dakika moja ijayo, na pia studioni pia kwa sasa yupo mbunge wa Kitutu Chache, Nyaribari Chache kunradhi, anafahamika kama Zahir Janda. Karibu sana. Karibu sana mheshimiwa. Najua umemwona Didmas na ndio maana akili iko kule. Nitaanza kwa kuuliza, ninajua bunge jioni ya leo bali na masuala ya bajeti ambayo yanaendelea siku hii ya leo, yamekuwepo masuala ya mauaji ya yule mwanablogu na ambaye ni Mkenya na kijana Albert Ojwang, ila wengi wa Wakenya wana maswali iwapo tunaendelea kurejea katika udikteta. Asante sana dadangu. Ni masikitiko makubwa sana Liz kwa yale ambayo yametokea. Kwanza kabisa ningependa kutuma rambirambi zangu za kwa niaba yangu na watu wa Nyaribari Chache kwa familia hii kwa kumpoteza kijana ambaye amefariki katika masuala ambaye ni ya kutatanisha sana, hatuelewi. Kwa hivyo yale ambayo yametokea si jambo ambayo ni nzuri. Lakini sisi kama viongozi tumemwita pia Inspector Generali wa polisi aje na atueleze bunge nini ambayo inaendelea katika taifa hili kwa upande wa mambo ya usalama na yale ambaye yamefanyika kwa huyu kijana Albert Ojwang. Kwa hivyo ni masikitiko makubwa sana, na sisi kama viongozi tuna uchungu sana kwa yale ambayo yametokea, sio tu kwa huyu kijana Albert Ojwang, lakini tunataka tuelewe idara ya polisi ina mikakati gani ya kulinda usalama sisi wote wa Kenya. Matumizi ya nguvu kupita kiasi kwa maafisa wa polisi, karibu sana Mheshimiwa Didmas, ni kitu ambacho kimeendelea kukosolewa pakubwa. Hii leo nimelisikiza bunge likiongea, lakini Wakenya wanasema maongezi peke yake hayatoshi. Hiyo jana tulimsikiza Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja akisema kwamba wale ambao baadhi yao walihusika walisimamishwa kazi, ila Wakenya wanataka hatua zaidi, haswa kwa swala hili la Albert na Wakenya ambao wanaendelea kupotea kila uchao. Nafikiria swala hili la Albert ni swala la kusikitisha sana, lakini kwangu kama yule ambaye alikuwa mwanajeshi zamani, katika mambo ya kufanya uchunguzi ni rahisi kama moja ongeza moja, kwa sababu unapokwenda katika daftari ya polisi ama ile OP, lazima utajua huyu bwana Albert alifikishwa hapo mitaa ya saa ngapi na afisa gani ambaye alinukuu majina yake na kumtia katika seli. Na vile vile katika seli kuna askari ambaye huwa ni mwenye kushika doria pale.
na ikifika asubuhi ana handover kwa yule afisa ambaye anakuja. Kwa hivyo yule afisa ambaye alikuwepo pale wakati Albert alifikishwa akinukuliwa katika ile OB, occurrence book, kwamba ameingizwa katika seli, yule askari ndio mwenye kujua kilichomuua yule bwana Albert. Kwa hivyo ni swala ambalo ni rahisi sana, si swala ambalo unaweza chukua dakika 10 eti unafanya uchunguzi. Ni swala ambalo utachukua dakika 1 kufanya uchunguzi na kumjua yule ambaye aliua yule bwana Albert katika seli. Hivyo unadhani kuna nia fiche kutoka kwa idara ya polisi kuhusiana na jinsi ambavyo wanatekeleza